Mradi huu ni fahari yetu wa Tanzania, tulinde na tutunze miundombinu yake. Nashukuru sana leo tumeweza kupokea wageni kwa ajili ya mradi wa SGR ambao tunaita kipande cha 7 na kipande cha 8. Hii ni mara ya pili kuja, lakini siku ya kwanza walikuja tu kueleza juu ya mradi, lakini leo wameweza kuja na mkandarasi kwa hivi vipande viwili. Tunashukuru sana, tunaona sasa mambo yanataka kuanza, sababu mkandarasi tayari yupo tayari kwa ajili ya kwenda site. Sisi wakazi wa Uvinza kwa kweli mradi huu tumeupokea kwa mikono miwili, tukizingatia kwamba huu mradi unakwenda kunufaisha wananchi wa Uvinza, lakini pamoja na Kigoma kwa ujumla. Mimi naamini huu mradi ukikamilika utakuwa na manufaa kwa nchi, lakini kwa wananchi wa Uvinza. Mimi nitoe wito kwa wananchi wa Uvinza, tuwe tayari kupokea mradi, tutoe ushirikiano mkubwa kwa sababu huu mradi ni wa kwetu. Chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan ambaye anawapenda wananchi wake, ameona kwamba aharakishe miradi hii ili kuweza kufungua mji wa Uvinza, lakini pia Kigoma ambaye iko huku pembezoni. Tunaamini wananchi wetu watafaidika kwa njia mbalimbali. Kwanza kwa ajira. Mpaka sasa hivi hata leo walivyokuwa wanajitambulisha hapa, tumeona wakandarasi, tumeona mainjinia, tumeona watu wa mazingira, wanahabari, wahasibu, wazawa vijana wa Kitanzania. Ndio wengi ambao tayari wameingia katika ajira hii. Na hata injinia huyu msimamizi ni mtoto wetu, kijana wetu Mtanzania. Kwa hiyo kwanza ni ajira tayari. Na wataendelea kuajiri kadri ambavyo mradi unavyoendelea kusonga mbele. Na hawataacha wananchi wa Uvinza kwa sababu unaajiri yule mtu ambaye yuko karibu. Mradi tu anaweza akafanya kazi hiyo. Kuna kazi zingine za kitaalamu, lakini kuna kazi zingine zinahitaji tu nguvu kazi, na tunajua kwamba wataweza kupata ajira kwa njia mbalimbali. Lakini lingine kwa upande pia wa biashara, watu wanapokuja kufanya mradi, wananchi lazima wajitayarishe kuwapokea mambo ya vyakula. Lazima wale, lazima walale, na shughuli nyingine. Kwa hiyo sisi kama wananchi tuchangamkie fursa, mama ntilie, mahoteli, vyumba vya wageni, lakini hata nyumba za kuishi. Sababu mradi unakwenda kuchukua muda mrefu, miaka 4 hadi 5. Unaweza ukajenga nyumba na watu wakapangisha. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa njia hiyo na fedha, ule mzunguko wa pesa kwa Uvinza yetu utaweza kukua na kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanakwenda kukua kiuchumi. Kwa hiyo naomba tu wananchi tutoe ushirikiano mkubwa wanavyopita katika maeneo yetu, wanavyohitaji kufanya uthamini, wanapohitaji kupata taarifa, kuanzia wananchi wenyewe, viongozi wenyewe watoe ushirikiano mkubwa ili tusipate mkwamo wote katika mradi huu, bali tuweze kukamilisha kwa wakati. Siasi, reli yetu, maendeleo yetu, taifa letu, kazi endelee. Tunavuka boda!